Hapo zamani sana, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu ya miujiza na mito yenye sauti za ajabu, aliishi mzee mmoja mkarimu aliyeitwa Babu Kigogo. Babu huyo alikuwa mchawi mstaafu, aliyeishi kwa amani na wanyama wa porini. Miongoni mwa wanyama aliokuwa nao kulikuwa na chura mdogo mwenye rangi ya kijani kibichi na macho mekundu kama rubi. Jina lake lilikuwa ni Tulu. Tulu hakuwa chura wa kawaida. Alikuwa anasikia sauti za upepo zikizungumza, alielewa lugha ya nyoka na aliweza kuona ndoto za watu waliolala. Lakini hakuna aliyejua hilo, isipokuwa Babu Kigogo tu ndiye aliyefahamu hilo. Siku moja, Babu Kigogo alimuita Tulu karibu na kibanda chake na kumkabidhi kitabu cha ngozi ya simba kilichoandikwa na maandiko ya zamani, kisha akasema, "Umebarikiwa Tulu. Ndani yako kuna damu ya kifalme iliyofichwa. Wakati ukifika utaitwa na sauti kutoka chini ya maji. Utaelekea kwenye mto wa vitisho. Usihofu, kwa maana wewe si chura wa kawaida." Tulu alishangaa kisha alisema, Damu ya kifalme? Sauti chini ya maji? Babu Kigogo hakuongeza neno. Aliyapiga mabuti yake ya ngozi ya mamba, akavuta hewa ndefu na kutoweka kama moshi. Tulu alibaki na kitabu. Ndipo usiku uliofuata, Tulu alisikia sauti ya ajabu kutoka kwenye mto wa karibu, sauti ya kike ikilia, "Ewe uliyechaguliwa, fika mbele yangu kabla ya mwezi kupotea." Bila ya kusubiri, Tulu aliruka kuelekea mtoni. Ulikuwa usiku wa giza, mwanga wa mwezi ukiangaza maji ya mto kwa namna ya kusisimua. Alipoingia ndani ya maji, alizama chini kabisa hadi alipojikuta kwenye mji wa ajabu kabisa, mji wa majini. Tulu alijikuta katikati ya majengo ya fuele yanayong'aa na viumbe wa ajabu waliomzunguka. Majini waliovaa mavazi ya dhahabu waliokuwa wakimtazama kwa mshangao. Kisha akapokelewa na binti mrembo aitwaye Amira, ambaye alimtambua mara moja. Kisha akasema, "Umerudi Tulu, umerudi kuikomboa enzi yako." Tulu hakuamini masikio yake. Akamwambia Amira kuwa yeye ni chura tu anayeishi na Babu Kigogo, lakini Amira akampeleka mbele ya kioo cha kale kilichoonesha sura yake ya zamani, mwana wa mfalme aliyelaaniwa miaka mingi iliyopita kwa sababu ya dhambi ya baba yake. Kisha binti yule akasema, "Baba yako Mfalme Mwesiga aliiba kinywaji cha uzima kutoka kwa Mungu wa mto. Ili kulipiza, Mungu alikufanya kuwa chura hadi siku utakayojua maana ya uongozi wa kweli." Tulu alibaki kimya. Ili kurejea enzi yake, alipaswa kupitia mitihani mitatu ya kifalme. Mtihani wa kwanza, kupita jangwa la kilio pasipo kulia. Mtihani wa pili, kuwasamehe wabaya waliokuumiza. Na mtihani wa tatu, kukataa enzi mbele ya tamaa. Safari ya Tulu ilianza akiwa ameandamana na Amira na chura wenzake wawili waliomwamini. Aliingia kwenye jangwa la kilio. Ni jangwa lililojaa sauti za watu walioteseka, machozi yaliyogeuka kuwa mvuke na miba ya huzuni. Wenzake wote walilia, lakini Tulu alifunga mdomo wake. Akatembea huku akiimba kwa sauti ya kutuliza hadi sauti zikakoma. Mtihani wa kwanza ukapita. Walipofika msituni, walivamiwa na nyoka aliyeitwa Shokani, aliyewahi kumng'ata Tulu akiwa mdogo. Amira alitaka kumwangamiza, lakini Tulu akasema, "Msamaha ni ushindi mkubwa kuliko kisasi." Shokani alibubujikwa na machozi, akajitoa sumu mwilini mwake na kuwa mlinzi wa Tulu hadi mwisho wa safari. Mtihani wa pili ukapita, na mtihani wa mwisho ulikuwa kwenye jumba la dhahabu. Majini waliandaa kiti cha kifalme, walimvalisha taji na kumpa kikombe cha tamaa, dawa ya kuwa binadamu milele. Lakini Tulu alikataa na kusema, "Sihitaji kuwa binadamu ili nitende haki. Nitaongoza kama nilivyo." Kumbe huo ndio ulikuwa mtihani wa mwisho. Tulu aling'aa mwili mzima, akabadilika kuwa kiumbe wa ajabu, mchanganyiko wa chura, binadamu na nuru. Kisha alitangazwa kuwa chura mfalme wa mji, majini, wanyama na binadamu. Tulu alitawala kwa hekima na upendo. Alianzisha shule kwa chura na viumbe wengine. Aliunganisha majini na wanyama na aliandika vitabu vya uongozi alivyovitoa bure kwa wote. Hadi leo vinaitwa vitabu vya mambo na vinahifadhiwa kwenye maktaba ya chini ya mto mmoja huko Afrika Mashariki.
Majini walimuita mfalme wa roho tatu, akiwa kielelezo cha utulivu, huruma na uongozi usio na tamaa. Funzo gani umelipata kwenye hadithi hii? Mimi nimejifunza kuwa hadithi ya Chura Mfalme inatufundisha kwamba kiongozi wa kweli si yule anayetamani enzi, bali yule anayejua kuitumikia jamii. Msamaha una nguvu kuliko kisasi. Muonekano wa nje si kipimo cha thamani ya ndani. Wewe umejifunza nini kupitia story hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.